أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Kwa hakika sifa ni zake Mwenyezi Mungu, tunamsifu, tunamtukuza, tunamtegemea na tunamuomba tughufirie, atusamehe makosa yetu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, na tunajikinga kwake, kwa Mwenyezi Mungu, na shari za nafsi zetu na pia vitendo vyetu vibaya. Man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudhlil fala hadiya lah, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemwongoza hakuna atakayeweza kumpoteza, na yule ambaye amempoteza hakuna atakayeweza kumwongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, na nashahidi kwamba hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwa hakika Muhammad ni mja wake na mtume wake. Fa inna asdaqul hadithi kitabullahi ta'ala, kwa hakika mazungumzo yaliyo na ukweli ni kitabu chake Mwenyezi Mungu alitukuka. Wa ahsanu alhadi hadi Muhammadin, na uongofu ulikuwa bora ni uongofu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sala na amani za Mwenyezi Mungu zimfikie. Wa sharru umuri muhdathatuha, na katika mambo mabaya ni mambo mapya. Wa kullu muhdathatin bid'a, na kila jambo jipya ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kullu dalalatin fi nar, na kila upotevu unamwelekeza, unapeleka mtu katika moto jahannam. Katika video hii ya 13 tutazungumzia milango miwili ifuatayo. Mlango wa kwanza, miujiza ya kihesabu katika Qur'ani takatifu, sehemu ya 4, part 4. Mlango wa pili, nyongeza kutoka katika video zilizopita. Tulizungumzia huko nyuma elimu ya kizazi inayojulikana kama embryology na mbingu, elimu ya heavens. Kwa hiyo hapa ni nyongeza kutoka katika video zilizopita, nyongeza katika hiyo embryology na nyongeza katika hiyo heavens, elimu ya matabaka ya mbingu, yale matabaka 7. Mpangilio wa Qur'ani katika misahafu ni tofauti na mpangilio ilivyoshushwa. Qur'ani haikupangwa kufuatana na aya ya mwanzo kushuka iwe ya kwanza, kisha ya pili kushuka iwe ya pili, na ya mwisho kushuka iwe mwisho wa Qur'ani. Bali Mwenyezi Mungu amepanga sura na aya ili tupate miujiza kama tutakavyoona leo hii katika aya za kisayansi. Kwani wakati wa mtume, Mwenyezi Mungu amsalie, maswahaba hawakuambiwa wala kuzijua hizi aya za sayansi, na leo pia kuna mengi hatujui, ila kidogo sana, na hayo yatakuwa miujiza kwa mataifa ya baadaye. Hapo mwanzo muujiza mkubwa ulikuwa wa kilugha, na iliwavutia watu wa wakati huo, na Mwenyezi Mungu alijua wakati wetu huu, na ndiyo maana alipanga herufi, aya na sura za Qur'ani katika mpangilio tulionao, ili patikane miujiza mingineyo mbalimbali kama tutakavyoona katika video hii na nyinginezo zijazo, Mwenyezi Mungu akipenda. Miujiza ya kihesabu katika Qur'an takatifu. Kwa hiyo topic yetu ya mwanzo au mlango wa mwanzo ni miujiza ya kihesabu katika Qur'ani takatifu. Sura ya Mudaththir.
sura ya Mudaththir. Kwa hiyo tutaifasiri hii sura kwanza, kisha tutakuja katika maelezo ya kisayansi. Sasa twende tukaifasiri. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal mudaththir, ewe ulijifunika maguo. Ya ayyuhal mudaththir, maana yake ewe ulijifunika maguo. Anaambiwa nani? Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudaththir, ewe ulijifunika maguo. Qum fa andhir, simama uonye viumbe. Qum fa andhir wa rabbaka fakabbir, na Mwenyezi Mungu wako umtukuze. Ya ayyuhal mudaththir, ewe ulijifunika maguo. Qum fa andhir, simama uonye viumbe. Wa rabbaka fakabbir, na Mola wako umtukuze. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zisafishe. Wa rujza fahjur, na mabaya yapuuze, yani endelea kuyapuuza. Wala tamnun tastakthir, wala usiwafanyie ihsani viumbe ili upate kujikithirisha wewe hapa duniani. Wala usiwafanyie ihsani viumbe ili upate kujikithirisha wewe hapa duniani. Walirabbika fasbir, na kwa ajili ya Mola wako fanya subira kwa kile atakayokufika. Fa idha nuqira fi naqur, litakapopigwa parapanda la kiyama. Fadhalika yawma idhin yawmun asir, siku hiyo itakuwa siku ngumu. Ala alkafirina ghairu yasir, kwa makafir haitakuwa nyepesi. Dharni wa man khalaqtu wahida, niache mimi na nilimuumba peke yangu. Waja'altu lahu malan mamduda, na nikamjalia awe na mali nyingi. Wabanina mashuhuda, na watoto waonekanao kila mahala. Wamahadtu lahu tamhida, na nikamtengenezea mambo yake kumtengenezea uzuri kabisa, na nikamtengenezea mambo yake kumtengezea vizuri kabisa. Wamahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid, kisha anatumaini nimzidishie. Kalla innahu kana liayatina anida, innahu kana liayatina anida. Wapi? Kalla, hakika yeye alikuwa anazipinga aya zetu. Saurhiquhu sauda, basi nitamtesa kwa mateso makuu. Innahu fakkara wa qaddara, hakika yeye alifikiri na kapima, la kusema kuitokana Qur'ani. Fakutila kaifa qaddar, basi ameangamia namna gani alivyokadiri katika kuitokana kwake Qur'ani. Thumma kutila kaifa qaddar, tena ameangamia namna gani alivyokadiri katika kutokana kwake. Thumma nadhara, kisha katazama. Thumma abasa wa basara, kisha akakunja kipaji chake na kafinya uso. Thumma adbara wastakbar, kisha akaipa mgongo haki na akatakabari, yani akajivuna. Faqala, akasema, in hadha illa sihrun yu'thar, hakuwa haya ilikuja nayo Muhammad ila ni uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. In hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, hakuwa haya anayosema ila ni kauli ya binadamu. Sauslihi saqar, karibuni hivi nitamtia katika moto unaowaka kweli kweli. Sauslihi saqar. Wama adraka ma saqar, Mwenyezi Mungu anasema na nini kitakachokujulisha moto huo. La tubqi wala tadhar, haubakishi wala usazi. Lawahatu lilbashar, unababua ngozi mara moja. Alaiha 19, juu yake wako walinzi 19. Wama ja'alna ashaban nari illa malaika, na hatukuweka
walinzi wa huo moto illa malaika. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru, wala hatukuifanya idadi yao, yani hiyo 19, ila kuwa mtihani kwa wale waliokufuru. Fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba, ili wawe na yakini waliopewa vitabu kabla yenu. Wayazdada alladhina amanu imana, na walioamini wazidi katika imani yao. Wala yartaba alladhina utul kitaba almu'minun, wala wasio na shaka wale waliopewa kitabu kabla yenu, wala Waislamu, na ili walio na ugonjwa katika nyoyo zao na waliokufuru waseme, waliyaqula alladhina fi qulubihim maradun walkafiruna madha arada Allah bihadha mathala kadhalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wama ya'lamu junuda rabbika illa hu wama hiya illa dhikra lilbashar. Turudie tena tafsiri ya aya hii. Na hatukuweka walinzi wa huo moto illa malaika, wala hatukuifanya idadi yao hiyo ya 19 ila kuwa mtihani kwa wale waliokufuru, ili wawe na yakini waliopewa vitabu kabla yenu, na walioamini wazidi katika imani yao, na wala wasiwe na shaka wale waliopewa kitabu kabla yenu, wala Waislamu, na ili walio na ugonjwa katika nyoyo zao na waliokufuru waseme, apendelea nini Mwenyezi Mungu kwa mfano huu? Namna hii Mwenyezi Mungu humwacha kupotea mtakaye na humuongoza mtakaye, wala pana yoyote ajua aye majeshi ya Mola wako ila yeye tu, na wala haikuwa kutaja kwa moto na mambo yake ila ni ukumbusho kwa viumbe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wama ja'alna ashaban nari illa malaika wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wala yartaba alladhina utul kitaba almu'minun waliyaqula alladhina fi qulubihim maradun walkafiruna madha arada Allah bihadha mathala kadhalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wama ya'lamu junuda rabbika illa hu wama hiya illa dhikra lilbashar. Kwa hiyo tutakwenda sasa katika sherehe. Kwa hiyo utafiti wetu wa kisayansi utakuwa mpaka katika aya hii, na hii ndio aya muhimu tutachambua katika masherehe yetu. Kwa hiyo tunarudi sasa kwenye sherehe, alafu tutaichambua hii aya tena vizuri, tuone maajabu hapa ya kinamba. Sasa tunakwenda kwenye sherehe, na hii ndio sura ya Mudaththir. Tumefasiri yuyu, tumefasiri yuyu. Sasa twende katika sherehe pata kuelewa zaidi. Hii ndio sura Mudaththir, hiyo niliyosoma huko, hii hapa nimeiweka hapa kwa miujiza ya kihesabu katika Qur'an takatifu. Twende mbele tuone sasa katika hii tafsiri tuliyofanya. Muhimu hapa katika muhimu sana hapa mbele ina uhusiano na utafiti wetu huu ni aya hii hapa, alaiha 19, yani huo moto huo samani, huo moto wa Jahannam, huo sakari hiyo. Mwenyezi Mungu anasema mna malaika 19, alaiha 19, yani kuna malaika 19 kawachagua idadi yao, walinzi hao au wasimamizi wa moto huo ni 19. Na Mwenyezi Mungu anasema katika aya inayofuata, wama ja'alna ashaban nari illa malaikatan wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wala yartaba alladhina utul kitaba almu'minun. Kwa hapa kuna malaika 19, hii na highlight na ionyesha pata kuiona.
kuna malaika 19 na hawa ni malaika tumewajalia idadi hiyo 19 ila iwe fitna kwa makafiri. Ili iwe fitna kwa makafiri. Kwanza iwe fitna kwa makafiri, kisha liyastaqina ya alladhina utul kitabu, wale waliopewa vitabu wawe na yakini kuhusu Qur'ani, kuhusu Uislamu. Yani wape yakini kuwavutia hao wamepewa namba 19 kwa sababu ni muujiza, tutaona huko mbele. Ili kwanza kabisa ni fitna kwa wale makafiri, ni fitna kubwa kwao, ni mtihani kwa sababu wamekataa Qur'ani, wamekataa Uislamu. Kwa Mwenyezi Mungu amejalia kwa fitna ili iwe shahidi siku ya Kiyama. Kwa hiyo fitna juu yao makafiri hao, na wale waliopewa vitabu. Wapo wale ambao wana imani na Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu anasema wapate yakini hao, huenda kawavutia. Na wale waliopewa imani wayazdada, ni wazidishia walipewa imani, yani wale muuminiuna Waislamu ambao wana imani iwazidishie imani. Yani huu muujiza tutakaoona namba hiyo namba 19 iwazidishie imani muuminiuna wale wenye kuamini Waislamu, na iwape yakini wale walipewa vitabu, yani usiokuwa Waislamu wa dini nyinginezo kama vile Wakristo, Mayahudi. Na iwe fitna kwa wale kufuru, wale wanaokataa kabisa Mwenyezi Mungu, wale wenye kukataa kabisa, basi iwe fitna juu yao. Kwa unaona magrupu matatu hapa. Grupu la kwanza hili la makafiri, grupu la pili waliopewa vitabu, na grupu la tatu waliopewa yani mu'minuna ambao wameamini hiyo Qur'an. Iwe fitna kwa makafiri, wapate yakini waliopewa vitabu, yani kuvutia waje katika Uislamu, na mu'minuna kuzidi imani. Imani yetu inapungua na kuzidi. Kwa tukiona muujiza katika hii namba namna inavyoshangaza, Mwenyezi Mungu anasema itatusaidia. Kwa hiyo si bure Mwenyezi Mungu kuchagua namba 19. Kwa hiyo twende mbele tupate kuelewa zaidi. Hii ni tafsiri kwa Kiingereza kwa mtu ambaye anataka kusoma tafsiri ya hii sura ya Mudaththir kwa Kiingereza. Na hapa nimeweka vile vile over it are 19. Juu ya katika moto huo kuna 19 angels, wanajulikana kama ni guardians au keepers of hell. Na Mwenyezi Mungu anasema tumejalia kwa malaika na namba yao iwe mtihani. Hiyo namba kwa fanya 19 hiyo ni trial, ni mtihani for those who disbelieve, kama tulivyoona pale makafiri, na wale waliopewa scripture wapate kuwa convinced, yani hao walipewa vitabu kama vile Wakristo wamepewa Biblia na Mayahudi, na wale walioamini yani Waislamu mu'minuna increase in faith, wapate kuzidishiwa imani kwa huu muujiza huu tutakaoona. Sasa tuone mbele. Mwenyezi Mungu amezipa utukufu namba 7 na 19. Tumeona namba 19 hapa juu. Mwenyezi Mungu amechagua katika kuweka wa malaika namba 19. Na pia namba 7. Mwenyezi Mungu kajalia namba 7 ina utukufu. Ukenda hija unazunguka Kaaba ile mara 7. Safwa na Marwa unakwenda mara 7. Namba 7 kila pahali. Ukiangalia mbingu Mwenyezi Mungu kaumba 7. Ardhi matabaka 7. Kwa hiyo kachagua namba hii, namba 7 kaipa utukufu. Hakuchukua bure, hakuchagua bure. Na namba 19 hivyo hivyo. Kwa hiyo hizi namba mbili kama tutakavyoona katika video zijazo zinaonyesha maajabu makubwa. Mwenyezi Mungu akipenda tutazizungumzia kwa urefu namba hizi na pia maajabu yanayotokana na namba hizi. Ukichunguza sana utaona namba hizi pia ni kama vipimo vya kuthibitishia uhakika kwamba Qur'ani haikuguswa tangu shuke. Ni alama au saini yake Mwenyezi Mungu mtukufu.
ni alama au saini yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Hizi namba mbili hizi zitatuonesha maajabu makubwa tukizidi kuchambua Qur'ani. Na ukiangalia ulimwengu, namba hizi mbili zina maajabu, na ni kama saini ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Yani ukaona muujiza huu, ujue Mwenyezi Mungu yupo. Inaonyesha dalili ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa twende katika Qur'an, tuangalie muujiza wa namba 19 katika Qur'an. Muujiza wa namba 19 katika Qur'an. Namba 1, kutoka mwanzo wa sura ya Mudaththir mpaka mwisho wa neno alaiha, yani 361, unaweza kugawa kwa mafungu 19 bila kubaki. Yani kuchukua 19 mara 19 unapata 361. Ajabu kubwa. Hebu twende katika hiyo sura uone. Hii sura hii tunaambia pa alaiha, ukihesabu maneno kutoka mwanzo sura hii, yani ya ayuha neno la kwanza, almudaththir neno la pili, qum neno la tatu, faandhir la 4, wa rabbaka. Yani ukihesabu hiyo mpaka ukaja ukafika katika neno alaiha, ni maneno 361 ambayo unaweza kugawanya kama fungu 19, yani 19 mara 19 au 19 mara 19 361. Na ajabu ni kwamba baada hapo tu unakuta neno 19. Unaona muujiza? Huu ni muujiza. Unahesabu neno pale mpaka hapa unapata 19 mara 19, yani 361, unaweza kugawa kwa 19 na neno linalofuatia, ibara inayofuatia ibara inayofuatia ni 19. Kwa hiyo tunaanza kuona hapa katika miujiza kihesabu. Sura namba 17 ya Isra. Sura namba 17 Isra, aya namba 88. Sura hiyo aya hii namba 88, sura namba 17 ya Isra, aya namba 88. Aya hii ina herufi 19 zilizotumika katika Arabic alphabet, yani herufi za Kiarabu zote ziko 28. Kwa hiyo zilizotumika kuunda aya hii, au tukiacha zilizokariri, kwa sababu ukihesabu zote na zilizokariri ni 76 zilizokariri, lakini kuchukua zile herufi tu zilizotumika bila kukariri ni herufi 19. Na aya hii inasema nini hapa? Inasema qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alqur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Yani waambie, anaambia mtume hivyo, waambie kama binadamu wote na majini wangekusanyika pamoja kutoa mfano Qur'ani, mfano hii Qur'ani, hawawezi kuleta mfano kama huu, hata kama wakisaidiana, yani wakasaidiana baina yao kwa wao. Ndio aya hii maana yake. Na Mwenyezi Mungu amejalia aya hii ni muhimu sana hii. Mwenyezi Mungu ana challenge binadamu na majini, anawaambia hamwezi nyinyi kuleta kama Qur'ani. Na katika aya hii herufi zilizotumika hapa kutengeneza aya hii ambazo zisizokariri ni ngapi? 19. Kwa tunaanza kuona namba 19 sasa. Tumeona kwanza namba 19 katika hili sura Mudaththir. Sasa tunaiona tena katika Alaq. Hii sura hii iko aya 19, tuangalie. Iko 19. Kwa tunaona sasa namba 19 ipo katika sura ya Alaq, ambayo aya zile za mwanzo ndio za mwanzo kushuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipo katika pango. Sura hii ina aya 19 na maneno ya sura hii ni 76. Yani maneno ya sura hii ya Alaq, niweke tena hivi maneno yake, yani ukihesabu neno la kwanza ikra bismi rabbika mpaka ukafika mwisho wa tarab waqtarib kalla la
wati'hu wasjud waqtarib, ukafika neno la mwisho kuanzia Iqra ni maneno 76 ambayo unaweza kugawa katika mafungu mangapi? Mafungu manne bila kubaki, yani 19 19 19 19 19 mara 4 unapata hii. Kwa utaona namba unapata 10 inagawanyika kwa 19 bila kubaki, kila wakati utaona hivyo tu. Kwa sura hii ina aya 19 na maneno 76. Kwanza sura hii ina aya 19 kisha maneno 76 ambayo yanagawanyika katika 19 bila kubaki. Herufi zake sura hii tuliona hapa, hiyo sura Alaq ina herufi 285 ambaye pia inagawanyika katika mafungu 15 ya namba 19 bila kubaki. Hata herufi tumesema aya zake 19, maneno yake 76, na tumesema herufi zake 285. Ukihesabu herufi zote za hiyo sura pia inagawanyika katika mafungu 15, yani 19 mara 15. Na ajabu sasa, hebu jumlisha 76 maneno ya hiyo sura, maneno ya hiyo sura ukajumlisha na herufi zake, unapata namba 361 tena, ambaye hii inagawanyika katika 19 pia, mafungu 19. Kwa ukichukua 19 mara 19 unapata 361. Na angalia kutoka neno Iqra mpaka ma lam ya'lam kuna herufi tena 76 tena, ambayo ni 19 mara 4 inagawanyika pia na namba 19 bila kubaki chochote, yani katika mafungu manne. Kuanzia Iqra na uchani fungu uone, yani kuanzia Iqra mpaka ma lam ya'lam, يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kuanzia hapa mpaka hapa unapata herufi 76 ambayo inagawanyika kwa namba 19 mara 4. Kunaona namba 19 inaonekana kila pahali. Hii ndio saini ya Mwenyezi Mungu kuonyesha dalili Mwenyezi Mungu yupo. Angalia hikima namna alivyopanga Qur'ani, angalia mpangilio Qur'ani ulivyopangika, kila kitu kimehesabiwa. Sasa hii sura tafsiri yake kwa Kiingereza nimeacha hapa hivi kwa mtu mwenye kutaka Kiingereza. Kiingereza hii hapa, hii yote kwa Kiingereza ni sura hii sura ya Alaq. Sasa twende tuone muujiza katika sura ya Maryam. Sasa namba, angalia sura ya Maryam. Ukija katika sura ya Maryam, namba ngapi hii? Ni sura namba 19. Yani hii sura kaenda katika msahafu, sura ya Maryam ni namba 19. Na aya za mwanzo, zile aya za mwanzo zinazungumzia habari za Maryam na mwanae. Ziko aya 19 tu, yani Maryam na Nabii Isa na mtoto wake, ziko aya 19 tu, na hii sura ya Maryam na namba 19. Kwa unaona namba 19 ipo kila bahari. Na hizo aya 19 inaanzia katika aya hii 16. Yani sio mwanzo kabisa, sio mwanzo kabisa, sio kwamba inaanzia hapa, inaanzia aya namba 16. Ndio hapo ana Mwenyezi Mungu anazungumzia habari za Maryam na mtoto wake. Hii hapa unaona, hii namba 16 ndio aya ya mwanzo. Sasa kisabu 19, hii aya kwanza, alafu aya hii inafuatia, aya inafuatia, ziko aya 19 tu. Zinazungumzia habari ya Maryam na mtoto wake. Kuanzia namba 16, alafu uzihesabu sasa aya 19 zinazofuata. Ukifika ile 19 baada hapo imekwisha.
haizungumzi tena habari ya Maryam na mtoto wake, inazungumzia habari nyingine. Ndo hapa sherehe ina maana hiyo. Ukihesabu idadi ya aya za Qur'ani kutoka aya ya kwanza aliyotajwa Maryam katika sura hiyo ya Maryam, yani wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya, and mention, O Muhammad, wadhkur yani mention, taja ewe Muhammad katika kitabu cha Mary kuhusu story ya Mary, yani taja kuhusu story ya Mary alipokuwa, when she withdrew from her family, alipokuwa amejitenga mbali na familia yake, to a place, katika sehemu ya mashariki, east, idhin tabathat min ahliha makana sharqiyya, yani alipojitenga na familia yake kana mbali kuelekea east. Kwa hiyo aya hii ukihesabu na zinazofuata zile ni jumla ziko 19 tu. Unaona namba 19 hiyo? Sasa angalia muujiza mwingine tena. Ukihesabu aya hii, kuanzia aya hii mpaka mwisho wa Qur'ani, muujiza mwingine huu. Tumeshaona hapa aya zile 19. Sasa ukihesabu kuanzia aya hii namba 16 hii mpaka mwisho wa Qur'ani, kuna aya 3971. Ukichukua aya hii kuanzia pale wadhkur fil kitabi Maryama mpaka mwisho wa Qur'ani, yani mwisho wa Qur'ani wadhkur mpaka yani qul a'udhu birabbin nas, sura ya Nas ile inagawanyika katika mafungu 19 bila kubaki chochote. Kwa inakuwa 19 mara 19 mara 11, unapata namba hii. Sasa hii 19 ya kwanza ndio ile sura ya Maryam namba yake, na 19 ya pili, hiyo 19 ya kwanza ni sura ya Maryam, 19 ya pili ni zile aya zinazotaja Maryam na mtoto wake katika hiyo sura ya Maryam, na hiyo 11 yani mwashirio, inaashiria, hii inaashiria sura ile, hii 19 ya pili inaashiria zile aya, na 11 hapa ukihesabu inalingana na idadi ya kukariri jina la Masihi katika Qur'ani. Jina la Masihi yani Nabii Isa limekariri hiyo Masihi, sio Nabii Isa, Masihi, Masih limekariri mara ngapi? 11 katika Qur'ani. Kwa unaona ni mwashirio, ndio wanatuambia wanavyoni wanavyoni wa elimu ya hesabu katika Qur'ani, yani muujiza wa kihesabu katika Qur'ani, wanatupa mwashirio huo. Kwa 19 hapa ni sura ya Maryam, 19 ni zile aya, na 11 ni idadi ya kukariri jina la Masihi katika Qur'ani. Kwa hiyo tunaona namba 19 inavyokuja kila pahali mpaka katika sura ya Maryam. Umeona idadi ya maneno katika sura ya Maryam ni 1083, yani ile sura Maryam ina maneno 1083, na hivyo yani 19 mara 19 mara 3 haibaki kitu, yani inagawanyika na 19 sawa sawa. Una majibu yake hayo, lakini tutoe ile kaf hain ain swad, utoe ile ya mwanzo, kwa sababu hii si neno hili. Hizi ni herufi kaf hain ain swad katika ile sura mwanzo tu, kaf hain ain swad, hilo sio neno. Uhesabu maneno kuanzia ile aya inayofuata, utapata maneno 1083. Tuende mbele. Herufi za jina la Maryam katika sura ya Maryam, herufi za jina la Maryam, yani mim katika sura ya Maryam, sura ya Maryam zima kutafuta zile mim ziko 287, raa katika sura ya Maryam 167, ya katika sura ya Maryam 342, mim katika sura ya Maryam, si Maryam jina lake Maryam, kwa M R Y M, ile ya mwisho Maryam M ni hiyo 287, ambayo ni 1083, ambayo ni 19 times 19. Kama hapa unaona inavyolingana na gani?
Idadi ya maneno katika sura ya Maryam 1083. Ukitafuta jina la Maryam herufi zake unapata hivyo hivyo 1083, ambaye ni sawa na 19 times 19 times 3. Sasa muujiza kama huu, unaona muujiza huu wa namba 19 unashangaza. Ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema katika sura ya Mudaththir akasema hii ni fitna kwa makafiri. Hii namba hii, makafiri wakisikia hii ni fitna juu yao, maana hata ukionyeshwa hii bado wanazidi kukataa, basi itakuwa mtihani siku ya Kiyama. Kwa nini mnakataa? Mpaka muujiza mlendeo kama huu bado mnakataa. Na pia wale waliopewa vitabu iwape imani, iwavutia, iwape yakini. Na mu'minuna, yani Waislamu walioamini Mwenyezi Mungu, wazidishie imani. Ndio maana yake umuhimu wa muujiza kama huu, kuwazidishia watu imani na kuwatoa waliopotea kuleta katika Uislamu, na kuwapa wale ambao makafiri pia kuwapa pia kuwasaidia kuwasaidia. Sasa twende katika sura ya Al-Fatiha. Aya bismillahir rahmanir rahim. Hii bismillahir rahmanir rahim imekariri katika Qur'ani nzima mara 114, ambayo unapata hiyo multiple, wanaita multiple kwa watu wa hesabu, wanaita multiple of 19, yani imegawanyika mara 6, mafungu 6. Yani unaweza kuigawa mafungu 6 ya 19. Kwa hiyo nasema 19 times 6 is 114. Na katika sura ya Tauba, hii sura ya Tauba haina bismillah mwanzoni. Wenda katika sura ya Tauba uangalie, hakuna bismillah mwanzoni. Lakini katika sura ya An-Naml unaona, kwa mfano sura ngoja nieleze vizuri hapa. Msafu mzima na sura 114, na zile bismillahir rahmanir rahim utakuta ziko 114, ijapokuwa katika sura ya Tauba haina mwanzoni bismillah, lakini katika sura ya Naml, sura ya Naml aya namba 30 kuna bismillahir rahmanir rahim. Kwa jumla inakuwa 114. Unaona? Kwa hiyo ukihesabu bismillahir rahmanir rahim katika msahafu mzima utapata ziko 114, lakini usisahau ziko 113 kwa sababu sura Tauba haina bismillah mwanzoni. Lakini usisahau katika sura ya Naml kuna aya ya basmala, aya hiyo katika aya namba 30, aya namba 30 ya sura hiyo. Yani hiyo sura ina bismillahir rahmanir rahim 2, ina bismillahir rahmanir rahim mwanzoni, hiyo sura ya Naml, na namba 30, aya namba 30, hiyo sura namba 27 ya Naml. Kwa hiyo kihesabu zote unapata 114. Na ajabu yangalia, ukihesabu sura kutoka sura ya Tauba mpaka sura ya Naml kuna sura pia 19. Unaona maajabu yani kutoka katika sura ya Tauba ambaye haina hiyo bismillahir rahmanir rahim mpaka sura ya Naml ambaye ina bismillah ziko 2 hapo, moja hapo mwanzoni, nyingine hapo aya namba 30. Ukihesabu sura ziko ngapi baina hizo sura mbili unapata ngapi? 19. Kuna maajabu. Sasa namba 19 tunaona zidi kuendelea kutajika. Angalia bismillah ambayo ndio ya mwanzo katika sura ya kwanza ya Alhamdu, hata bismillahir rahmanir rahim ina herufi 19. Unaona maajabu yake. Kwa namba 19 hata hiyo bismillahir rahmanir rahim hii, bismillahir rahmanir rahim hii ina herufi 19. Kuna ba hii hapa, kuna sin, baada hapo kuna mim. Wewe hesabu hivyo mpaka ukafika mim ya mwisho, ziko herufi ngapi? Herufi 19. Yani hii bismillahir rahmanir rahim ina herufi 19. Muujiza namba 19 iko kila pahali. Na ajabu nyingine ni idadi ya sura za Qur'ani ambazo ni 114, ambayo tumeshataja hapo juu. Samahani, nimerudia tena hapa. Tumesema hapa 19 times 6. Hii hapa 19 times 6 ambayo hii hapa. Sasa muujiza wa namba 7 katika Qur'an. Tumeshazungumzia namba 19, hiyo tumegusia tu, kwa sababu namba 19
Mwenyezi Mungu akitupa uzima tutazungumzia katika video zinazofuata. Kuna research mbalimbali, namba 19 ipo kila pahali, ni muujiza mkubwa sana. Lakini hii video nimekusanya hapa baadhi tu, tonye katika bahari, ili tupate kweli, mradi kupata ule mwanga tu, tuone maajabu ya namba 19 na namba 7. Hivyo hivyo ni tonye tu. Hii hapa ndio weka hapa, ni tonye tu katika bahari. Kwa namba 7 ambayo pia ina maajabu katika Qur'ani, ni namba inayohusiana na hija katika mzunguko wa Kaaba mara 7, Safwa na Marwa mara 7, kutupa jamra vijiwe 7. Mwenyezi Mungu kaomba mbingu matabaka 7, ameomba ardhi matabaka 7. Viungo ambavyo tunatumia katika sujudi ni 7, yani viganja vya mikono miwili, magoti mawili, ncha za vidole vya miguu miwili na paji la uso. Ukihesabu hivi unapata ngapi? 7. Na ajabu, namba hii imetumika katika Qur'ani tukufu kimuujiza sana. Kwa mfano, ukilinganisha sura ya mwanzo na ya mwisho katika msahafu, utaona aya ya mwanzo katika sura ya kwanza, yani hiyo aya Bismillahirrahmanirrahim, ina maneno manne. Angalia, 1, 2, 3, 4. Na ya mwisho katika sura ya mwisho, angalia aya ya mwisho, sura ya mwisho, ya kunudhu birabbin nas minal jinnati wan nas, ina maneno mangapi? 3. Ukihesabu 4 na 3, 7. Yani Qur'ani unafungulia na Bismillahirrahmanirrahim, ile sura al-Hamd ina maneno manne. Ukija aya ya mwisho katika msahafu ni minal jinnati wan nas, ukihesabu 4 na 3, 7. Unaona maajabu ya namba 7 hiyo. Na sura ya mwanzo ya al-Fatiha sura ya mwanzo ile al-Fatiha ina maneno mangapi? 29. Na sura ya mwisho Qul birabbin nas, sura an-Nas, ina maneno 20. Jumla ni 49. Na 49 ni 7 times 7. Video zilizopita tulizungumzia embryology na heavens, na nimeona bora niongezee kidogo, nifanyie ongeza katika topic mbili hizi, yani elimu ya kizazi embryology na elimu ya heavens ambayo ni mbingu. Kwa hiyo ufafanuzi katika habari tulizozungumza katika video zilizopita kuhusiana na kizazi na mbingu. Kwa hiyo ngoja kwanza tusome history tutaanza na hii embryology, lakini kwanza hebu tusome history kabla tujaingia kwenye science. History kisha science, history na science pia, kisha Qur'ani. Zamani tupate kuelewa katika Qur'ani mna muujiza gani. Tunaanza na historia na science, kisha tuangalia ushahidi katika Qur'ani, na hivyo hivyo tutaangalia inafuata hii matabaka 7 elimu yake katika science, history, science na katika Qur'ani. Kwa historia inatuambia kwamba katika mwaka 1905 huyu mwana science Nettie Maria Stevens alizaliwa mwaka 1861 akafariki mwaka 1912. Na huyu Edmund Beecher Wilson alizaliwa mwaka 1856 akafariki 1939, yani mwaka huu. Hao walikuwa wamesomea genetics, wanajulikana kama ni geneticists wa Marekani. Hawa waligundua kwamba sex determination inategemea mbegu ya mbegu ya baba. Yani ili mtoto zaliwe wa kiume wa kike haitegemei mbegu ya mama, inategemea mbegu ya baba. Mbegu ya baba ndio yenye kuchagua, yani uchaguzi unatokana na mbegu ya baba. Lakini ajabu ni kwamba habari hizi zimegunduliwa mwaka 1905 na hawa na science hawa, baada ya kufanya research ya muda mrefu, wakagundua habari hizi zimetajika katika Qur'ani mwaka 1400 iliyopita nyuma, ili kuthibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wanatuambia wana science
katika mbegu ya baba kuna kitu kinaitwa X and Y chromosomes. Kuna X and Y chromosomes. X na Y chromosomes. Ama yai la mama, yai la mama lina X peke yake, chromosome ya X. Katika hilo yai baba kuna X na Y. Kwa hiyo male chromosome yani chromosome ya kiume ndio yenye kutegemea yani seksi ya mtoto wa kiume au wa kike. Kwa hiyo ile X chromosome ya baba inapokutana na X ya kike katika hilo yai, kwa atazaliwa mtoto wa kike. Na ikiwa ile Y chromosome ya baba inapokutana na X female chromosome katika hilo yai, basi anazaliwa mtoto wa kiume. Kwa hiyo mbegu ya baba ndio yenye kukontroli, ndio yenye kuhukumu kuzaliwa kwa mtoto, yani baba na X na Y. Mbegu ndani ya mbegu yake mna X na Y chromosomes. Kwa hiyo X ikikutana na X ya mama na X tu, ikikutana na X anazaliwa mtoto wa kike. Y ikikutana na X anazaliwa mtoto wa kiume. Kwa nani mwenye hukumu hapa? Ni mbegu ya baba. Kwa hiyo Qur'ani hapa ni inazungumzia ukweli. Mwenyezi Mungu aliposema kwamba we have created a human being, tumeumba binadamu kutoka katika semen. Na semen ukitafsiri katika Qur'ani na maana nutfatin amshajin. Nutfatin amshajin ndio hiyo semen from the male. Na hii ndio mchanganyiko wa X na Y chromosomes. Unaona jambo la kushangaza ni kwamba Qur'ani imetuambia hii kwamba binadamu ameumbwa kutokana na semen. Na semen tumesema ni ile mbegu ya baba. Ndio binadamu ameumbwa, ima mwanaume ima mwanamke. Kwa mbegu ya baba hapa hakutajwa mwanamke. Yaani mchanganyiko wa X na Y chromosomes. Binadamu asili yake ni udongo. Kwani vyakula tunavyokula vinatokana na udongo. Ukichambua elements za binadamu na udongo utakuta zinalingana. Kwa mbegu ya mwanaume inajulikana kama semen, X na Y chromosomes, au inajulikana kama gamete katika science. Inapotolewa mojawapo chromosome gamete ya X au Y kiingia katika yai la mama la kike na uweza kulifertilize, hapo litageuka na kuwa zygote, kisha blastocyst au alaka kama katika Qur'ani. Nayo itajiunga na ukuta wa tumbo la kizazi linalojulikana kwa lugha ya Kiingereza kama uterus. Nalo baada ya muda litakuwa mudgha kama kwenye Qur'ani, mudgha au embryo. Na hapa ndipo differentiation itakapoanza. Yani embryo ndio pale unaona kikono kidogo kinatoka, utaona kaguka natoka, una macho yanaanza kuonekana, una pua inaanza kuonekana, ndio maana ya neno hapa differentiation. Kwa haya maneno yote haya tumeweka hapa ili upate kuona, usibabaike. Ukiona neno alaka katika Qur'ani, kuna aya tutasoma hapo mbele, ujue ndio clot. Au blastocyst. Blastocyst au alaka au clot, maana yake alaka. Sasa tuone mbele, tutaelewa vizuri zaidi. Ushahidi katika Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an takatifu chapter ya 76, yani sura namba 76, sura ya Al-Insan, aya namba 2. Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Tumemuumba binadamu kutokana na tonye la baba lenye mbegu ya X na Y ili tumpe mtihani. Je, atashukuru hayo kwa kumjalia kuweza kusikia na kuona? Tumemuumba binadamu kutokana na hii, ni highlight upate kuona rangi hapa, nutfatin amshajin. Kwa hiyo ndio nutfa ya mshiji ndio ya kiume hiyo. Tumeumba binadamu kutokana na nutfa ya mshiji, tumeumba binadamu kutokana na mbegu ya baba. Hakutajwa mwanamke hapa, mbegu ya baba. Ambali na mbegu gani hiyo? Tumeumba binadamu kutokana na tonye la baba lenye mbegu ya X na Y. Yani hapa X na Y ipo hapa. Ikienda katika yai la mama kwa sababu la X tu. Kama ni Y imeungana na hiyo
yai hilo, basi anazaliwa mtoto wa kiume. Kama ni X ikakutana na X, anazaliwa mtoto wa kike. Twende katika chapter namba 32 sura ya Sajda, aya namba 8. Mwenyezi Mungu anasema thumma ja'ala naslahu min sulalati min ma'in mahin, kisha tukajalia ukoo wake kutokana na mbegu iliyochanganyikana na yai la mama, na mbegu hiyo asili yake ni tonye la baba lenye mbegu ya X na Y. Thumma ja'ala naslahu min sulalati min ma'in mahin, hiyo sulala inatokana na mbegu ilikuwa dhalili, tumejalia ukoo wake. Katika chapter 75 sura al-Qiyama, aya namba 37 mpaka 39, Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahim, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha. Je, hakuwa tonye la baba lenye mbegu ya X na Y? Nutfatan min maniyyin yumna, unaona, kisha likageuka na kuwa kinyama, alaqatan, yani kinyama ni alaqatan, chenye kuning'inia, na kisha tukajalia umbile la kiume na kike, fajala minhu zawjayn dhakara shajin. Haya maneno matatu haya katika, kwa hiyo nutfatin amshajin, ma'in mahin na mani yumna, namna nilivyofahamu mimi hapa, namna nilivyofahamu mimi kisayansi, hii neno hii ya maneno matatu yote na maana yake semen. Haya, nutfatin amshajin, ma'in mahin, mani yumna, maana yake Kiingereza semen katika science. Na maana yake nini semen? Ni tonye la baba lenye mbegu ya X na Y. Hii ndio tonye la baba hii. Na sulala, tonye la baba likisha kuingia katika yai la mama inasababisha kitu kinaitwa sulala, ambayo ndio zygote. Kwa Kiingereza sulala maana yake zygote. Na maneno na ibara tatu hizi, nutfatin amshajin na ma'in mahin na mani yumna, maana yake semen. Na neno nutfa peke yake ni mbegu ya baba X au Y. X au Y chromosome au gamete ndio nutfa. Na alakan ni kinyama kinachoning'inia katika kizazi cha mama, ambayo inajulikana kwa Kiingereza au katika science blastocyst. Unaona, hili muhimu sana, nimeweka hivi tupate tusibabaike. Sulala maana yake zygote, hii ndio fahamu. Nutfa maana yake gamete au chromosome, na alaqatan maana yake blastocyst. Ukisoma science basi huyo ndio haya maneno katika Qur'ani. Unaona? Kwa hiyo angalia hapa, aya inasema alam yakun nutfatan min mani yumna, je, hakuwa kwanza mani yumna ni tonye la baba lenye mbegu ya X na Y. Fuatana na tafsiri hii, je, hakuwa kwanza tonye la baba, thumma kana alaqatan, hapa maana yake ni blastocyst, hakuwa alaqa. Na hapa juu thumma jala naslahu min sulala. Sulala tumesema nini hapa? Tumesema ni mbegu baba inapochanganyikana na ile mama inaitwa zygote. Kwa Kiingereza hapa thumma jala ukoo wake kutokana na sulala ambaye ni zygote, ambaye inatokana na maji yaliyo dhalili. Na hapa ma'in mahin, maji yaliyo dhalili, hapa ni mbegu ya baba. Unaona? Kwa hiyo tukamjalia thumma jala ukoo wake kutokana na sulala ni zygote, baada ya kuchanganyikana na ile mama kutoka katika maji ya baba, mimai mahin. Na nutfatin amshajin hapa juu, inna khalaqna al-insana, kutokana na nutfatin amshajin, hii hapa maana yake ni ile tonye la baba lenye mbegu ya X na Y. Kwa kifupi tupate kuelewa maneno, usibabaike hizi aya, usibabaike. Tumeumba binadamu kutokana na mbegu ya baba, nutfatin amshajin, tumeona. Kisha tukajalia ukoo wake hapa katika aya nyingine, tena hii sura nyingine, hii sura kwanza 76, hii nyingine nasema tukajalia ukoo wake kutokana na zygote. Zygote maana yake ni yai la mama lililokwisha changanyikana na mbegu ya baba, na hii yai zygote inatokana na ma'in mahin, mbegu ya baba. Na hapa anakuambia alam yakun nutfatan, hakuwa mbegu ile zygote ile gamete moja au X peke yake au Y peke yake, hakuwa hiyo
ambaye anatokana na manii yumna, ambaye anatokana na mbegu ya baba ambaye na x na y. Kwa nutfa peke yake inaweza kuwa ni x au y. Je, hakuwa x peke yake, ndio Mwenyezi Mungu anasema, au hakuwa y peke yake, yani hakuwa ile kike au kiume ambaye anatokana na mbegu ya baba yenye x na y, ndio maana yake hapa. Kisha akawa alaka. Tumesema alaka ni nini hapa? Hapa chini blastocyst. Kwa hiyo unaona inaeleweka vizuri. Ukasoma sayansi utaelewa vizuri. Hizi nakupa mwanga kupata kuelewa hizi haya, kwa sababu na ajabu, angalia elimu hii ya mbegu na nini na mingineyo iligunduliwa na hawa na sayansi hako katika mwaka 1905. Wewe angalia Qur'ani, habari hizi miaka 1400 iliyopita. Sasa huyu mtume alikuwa anajua yote haya kweli? Elimu kubwa hiyo, angalia hapa habari zote hizi tunasoma leo hii. Blastocyst maana yake ndo alaka, ambaye ni clot wanaita pia ni alaka. Sasa wewe maneno yote hayo yeye mtume, hao Arabu wakati huo enzi zile walikuwa hawana elimu hizi. Kwa hiyo aya hizo walizichukua hivyo hivyo mtume alikuwa anamwambia, kwa sababu aya hizi zimechanganywa na sayansi, lakini wao walikuwa wanachukulia hivyo hivyo kama wanavyoambiwa na wafasiri wao. Wao walikuwa muujiza wao ulikuwa unalenga ile uhodari wao katika lugha, kwa sababu walikuwa hodari sana katika lugha. Kulikuwa na muujiza mwingine sasa upo muujiza mwingine wa kilugha katika Qur'ani. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa inawalenga wale watu, kwa sababu wale watu walikuwa hodari katika lugha, ikawapiku lugha zao Qur'ani. Unaona? Lakini hizi aya za sayansi zimewekewa sisi, tumewekewa sisi watu wa leo hii, watu wenye masayansi. Watu wanaanza kukimbia katika, wanatoka katika dini, wanafikiri sayansi. Mwenyezi Mungu ashawekea aya hizi na warudisha katika dini. Hizi aya ndio zinakuja kuwavuta watu tena. Yaani hizo sayansi tulizotaja hapo juu zote hizi, manamba manini yote, ni watu wanarudishwa sasa na Mwenyezi Mungu. Hata wewe umesoma vipi, unarudishwa na hii. Hii ndio itakurudisha wewe katika dini yako. Mwenyezi Mungu amejalia kusudi hii ili wakati huu, ama miaka inakuja kwa mbele kuna mengine tena, kwa sababu Qur'ani mpaka siku Mwenyezi Mungu anaiondoa ardhi yake mpaka dunia inapokwisha kuna miujiza mingine. Sasa tumeona hiyo, twende katika mbingu. Karibu tutamaliza hii video hii, tunakuja sasa katika mbingu hivi. Tushazungumza huko nyuma. Kwa hiyo tusome kwanza sayansi kabla tujaingia katika mengineyo. Kuna mvuto baina ya maumbile katika ulimwengu, kama vile baina ya nyota, stars na vinginevyo, yaani maumbile huko juu huko. Lakini kuna kinachozuia mvuto huu, na wanasayansi wanasema kwamba ni dark energy inayotokana na dark matter. Wanasema wanasayansi wanatuambia vitu vinavutana. Manyota haya yote makubwa juu yanavutana, yana mvuto. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa, wanasayansi wanasema ni dark energy inazuia ule mvutano. Yaani inavuta, zinavutana, lakini kuna kitu kingine kinasukuma nje. Yaani kuna mtanuko. Kuna mvuto na kuna mtanuko. Sasa ule mtanuko kinachofanya itanuke wanaita dark energy. Wanafikiri ni hivyo wanasayansi. Hata wanasayansi wenyewe babaika wajue vizuri. Wanasema ni dark energy ambayo inatokana na dark matter ambayo hatuioni kwa macho. Na tumezungumzia hii katika video iliyopita, tukasema Mwenyezi Mungu amesema wasamai dhatil hubuki. Mwenyezi Mungu amejalia mbingu kutokana na kitu kinaitwa hubuki. Ni kama nyavu. Tumesoma katika video iliyopita. Kwa hiyo hapa ninaongeza tu. Wanasayansi wanafikiri kwamba kama hakuna nguvu zenye kupanua, yani dark energy kupanua mbingu, basi ulimwengu utajirudia na kuanguka, na pia kungekuwa hakuna mvuto baina ya maumbile, basi ulimwengu ungeanguka pia kwa kusambaa. Unaona? Wanasayansi wanafikiri kwamba kama hakuna nguvu zenye kupanua, yani hiyo dark energy kutokana na dark matter, basi ulimwengu utajirudia, utajivuta, manyota utajivuta. Na pia kungekuwa kuna na ukivuta kila kitu kikaganda, ikawa ndio imekwisha tena. Tungiganda wote sisi, manyota makubwa ingekusa, yangevutana yote mpaka ikawa
kimoja tu, yani kungekuwa hakuna ulimwengu, na kama kungekuwa hakuna hapa ngoja nirudie tena tafsiri hii kwa sababu nimezungumza haraka, nisikubabaishi. Yani kama kungekuwa hakuna nguvu zenye kupanua, basi kila kitu kingejirudia na kikaganda. Na ama kama kungekuwa kuna mvuto, basi hizo nguvu za dark energy zingepanua, alafu kila kitu kikasambaa. Kila kitu kingesambaa, tungetupwa, hata ardhi ingekwenda mbali kabisa. Kwa hiyo nguvu za mvuto na nguvu za panuko zinasaidia kuweka ulimwengu katika usalama. Yani inavuta na inapanua. Na wanasayansi pia wanatuambia kwamba nguvu za mpanuko zinasababisha kupanuka kwa haraka haraka. Yani inapanuka lakini kila kitu kinakimbiana. Manyota yanakimbiana kwa haraka haraka na wanatumia jina acceleration. Kwa hiyo inabidi tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu amejalia haya ni katika hekima kubwa ya kushika na kuutunza ulimwengu huu usianguke. Kwa kifupi, yeye tu ndiye anayezuia ulimwengu usianguke, na hakuna mwingine atakayezuia mwanguko huu utakapopotea. Kwa hiyo historia wanatuambia wana science, siwezi kusoma yote lakini kwa kifupi tu, mwaka 1915 bwana science Einstein, huyu mwana science mkubwa sana huyu, akaja na nadharia yake na akaja na mahesabu yake. Mahesabu yake tutaona, fanya utafiti wake, na akaja katika mwaka 1915 na nadharia inajulikana kama general relativity, ambaye inasema kwamba ulimwengu ni dynamic, yani unapanuka, unajirudia, yani haupo static, yani haupo hivi tu umekaa hivi, bali unapanuka na kujirudia, yani upo katika activity, yani upo katika harakati. Lakini wale wanasayansi wakati huo walikuwa hawaamini hivyo. Wanaamini kwamba ulimwengu hauna hiyo, yani uko static tu umetulia. Na kwa vile walikuwa hawana vyombo telescope za hali ya juu, walikuwa wana vyombo vya kizamani, walikuwa hawaoni ulimwengu huu kama unatanuka au nyota zinakimbiana. Kwa hiyo wakasema ulimwengu ni static, yani hamna activity, hauna harakati. Kwa hiyo wakamwathiri huyo Einstein akakubaliana na fikra zao, naye pia ijapokuwa hesabu zake zilionyesha ulimwengu ni dynamic, upo katika harakati, lakini ilibidi afuate akili za hao wengine. Kwa hiyo hesabu zake ambazo zilikuwa hazina hii lambda, ngoja niweke hapa hesabu pate kuona hesabu zake. Moja hapo ni hii, unaona hii inaitwa cosmological constant katika hizi hesabu hizi. Ukiangalia mstari wa mwanzo kulikuwa hakuna hii cosmological constant, ilikuwa hakuna. Ndio kusema hii mstari wa mwanzo ulikuwa unaonyesha kwamba ulimwengu upo katika harakati. Lakini baada ya kusikiliza wenzake akaongeza mstari wa pili, hii wanaita cosmological constant, ili kufanya ulimwengu uwe static kufuatana na fikra za wale wengine. Ulimwengu alikubaliana na hao wengine, lakini yeye mwanzo alipata ilikuwa ni sahihi kwamba ulimwengu una harakati, yani kisayansi alikuwa amepata. Hesabu zake ilikuwa ni hodari sana katika hesabu. Kwa mstari wa kwanza unaonyesha nadharia yake ilikuwa safi. Lakini baada ya kusikiza wengine ambao walikuwa wamekosa, ikabidi aongeze cosmological constant, na hii alama hiyo naiona hapa, hii ni lambda. Lakini baada ya miaka michache iliyofuata, wakaja kagundua kwamba ulimwengu haupo static, yani huyu Einstein alikuwa amepata. Kwa hiyo ikabidi waiondoe katika mstari huu wa mwisho, ili mstari wa mwisho unaonesha kama ulimwengu upo dynamic. Kwa hiyo turudi sasa katika sherehe, tutaelewa vizuri zaidi. Turudi katika sherehe. Kwa hiyo Einstein huyo
katika mwaka 1915 alichapisha hiyo bila hii constant hii, kwa sababu hesabu zake zilikuwa zinaonyesha kwamba ulimwengu unatanuka, ulimwengu unajirudia, ulimwengu una harakati. Kwa hiyo ilikuwa hakuna haja ya kuongeza hii cosmological constant. Hii cosmological constant inasababisha ulimwengu ambao una harakati uwe static, uonyeshe kama unapanuka, unajirudia. Lakini katika mwaka 1917 Einstein akaongeza hii, when he realized that, alipogundua kwamba theory yake inaonesha dynamics universe. Kwa hiyo aliongeza hii kwa makosa hii, unaona lambda hii, ili kulingana na fikra za ilingane na fikra za wanasayansi wenzake wakati huu, ili he then gives this constant a very particular value to force his universe model to remain static, ili iwe static. Lakini aligundua makosa yake baada ya hapo, akasema the greatest stupidity of his life. Ndio alivyosema, anasema alifanya ujinga mkubwa, kwa sababu yeye alishapata hii. Huyu mtu alikuwa hodari sana na alikuwa na akili nzuri, lakini baada ya kugundua makosa yake akasema the greatest stupidity of my life, ujinga aliofanya huo. Kwa katika mwaka 1922 huyo physicist Mrashia huyu Alexander Friedman kihesabu alionyesha kwamba Einstein's equation bado tunaweza kuongeza hii lambda ambayo aliongeza baada hapo akaiondoa hii lambda hii kufanya ulimwengu wa static. Hawa 1922 human science huyu akasema hapana, tunaweza kurudisha hii lambda, kwa sababu japokuwa ulimwengu ni dynamic, yani upo katika harakati, lakini unahitaji hii, kwa sababu harakati hizi zipo katika mbio, acceleration. Kwa hiyo lambda bado inafaa. Kwa hiyo katika mwaka 1927 huyu Belgian astrologist George Lemaitre anionyesha, shows that universe ipo katika expansion, yani dynamic. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasayansi walikushagundua baada ya hapo, kuna telescope kubwa sana inajulikana kama ni Hubble. Jina la huyo mtu mmoja anaitwa kama Hubble, mwanasayansi mmoja anajulikana kwa jina la Hubble, kwa ametia jina hilo. Waligundua kwa telescope hiyo, waliangalia kuna manyota yanakimbiana, wakaona kwamba ulimwengu huu ni dynamic, haukutulia tu. Kwa hiyo in 1931 Einstein, mwanasayansi finally mwisho accepts the theory of expanding universe. Ndo alikubali mwaka 1931 akakubali na hii expansion ya universe, kwamba ulimwengu unatanuka. Unaona? Kwa hiyo ilikubaliwa, Einstein akakubali jambo la expansion ya universe. In 1932 with the Dutch physicist and astronomer huyu Willem de Sitter, wakakubaliana kwamba a model of continuously expanding universe pamoja na zero cosmological constant. Hii ndio alivyosema Einstein kwamba amekubali, lakini cosmological constant aliweka yeye iwe zero, iwepe pale, no? Lakini sasa hivi wamegundua kama ulimwengu unazidi kupanuka kwa kukimbia, wamerudisha tena, lakini si zero, wanasema positive, wameongeza namba katika ile kupanua, kuonyesha kwamba kupanuka kwa kukimbia. Kwa hiyo nazidi kusoma patoleo zaidi katika mwaka 1998 hawa timu mbili ya astrophysicist, moja ikiongozwa, walipima masupanova ya mbali, yani manyota ni kufa yale ya mwisho ya mbali. Wakaona kwamba galaxies, yani na manyota chunzi wa magalaxies yanakimbiana baina yao, tukilinganisha na galaxy yetu ya Milky Way. Kwa hiyo wote hawa wanazungumzia kuhusu mpanuko wa ulimwengu.
Na hapa unatuambia tena Einstein mwanzo wake kabisa alikuja na fikra ya cosmological concept katika mwaka 1917 ili ku counterbalance ya effects of gravity na ili apate static universe. Yale tuliyozungumza, kilichomfanya Einstein kuleta hiyo cosmological concept, kuongeza hii lambda hii katika hesabu zake, ni kuonyesha kama kutafuta ulimwengu wa static, kwa sababu hesabu zake zilikuwa sahihi kuonyesha ulimwengu unapanuka, lakini kaongeza hii ili kuzuia ulimwengu usipanuke. Lakini aliacha fikra hii katika mwaka 1931 baada ya hiyo telescope ya Hubble ya huyo mwanasayansi Hubble kuonyesha kwamba ulimwengu unatanuka. Na hapa kama tulizungumza kuanzia mwaka 1930 mpaka 1990 walikuwa nafikiri cosmological constant hiyo ni zero, lakini kwa sababu ulimwengu unapanuka haraka haraka wakaongeza namba katika cosmological constant kuwa positive kuonyesha kwamba unapanuka kwa haraka. Kwa hiyo kwa kifupi, hii picha hapa ngoja niweke picha pale kuona hii picha hii. Unaona hii ni katika hesabu hizo za hawa watu. Hiyo lambda tulizungumza hapo ni hii. Ngoja nipige mstari uione. Hii ndio lambda. Kwa hiyo haya mahesabu aliyofanya haya yote haya, wana science wanahangaika kweli kweli kabisa kupata ukweli, ulimwengu unapanuka au upanuki, ulimwengu je uko dynamic, uko katika harakati au umetulia tu, hama nyota je yamekaa hapo kila siku au yanapanuka na kimbiana, je hama nyota ama ardhi na vinginevyo vinakimbiana. Sisi ardhi yetu ipo katika kikundi cha manyota mbalimbali kinajulikana kama ni kikundi hicho kama Milky Way. Alafu kuna magalaksi, mabilioni ya magalaksi. Kwa hiyo kila kitu kinakimbiana, kila kitu kipo katika harakati. Kwa hiyo hii ndio aliongeza haya mahesabu yote hao waliofanya hawa wana science mbalimbali ulimwenguni ili wapate kweli kama ulimwengu unapanuka au panuki. Sasa twende katika Qur'an. Angalia Qur'ani maajabu. Angalia sasa Qur'ani maajabu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an takatifu, anasema wasama, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim, sura 51, sura Adh-Dhariyat, the wind that scared. Hii sura Adh-Dhariyat Mwenyezi Mungu anasema nini? Angalia Qur'ani maneno wana science wamepoteza makarne, wamepoteza miaka na miaka wanasoma hiyo. Qur'ani inatupa maneno, mtume akatupa maneno haya, tuangalie moja, neno la kwanza, neno la pili, neno la tatu, neno la nne, neno la tano. Maneno matano hawa na science wapoteza makarne, mavitabu na mavitabu. Hapa Mwenyezi Mungu anatupa jibu maneno matano tu. Wasama, mbingu tumeumba kwa mikono yetu, wa inna, na kwa hakika sisi tunapanua. Sasa kama Einstein na wana science hao wangeliona Qur'ani wasingepata matatizo. Tumeshapewa jibu hapa, wao wamepoteza miaka na miaka. Na hii yote inatuonesha Mwenyezi Mungu Qur'ani si mchezo. Wewe angalia la musiauna hapa, tunabena tena katika present participle. Sio hii tulipanua au sitapanua. La musiauna yani tunaendelea kupanua, inakwenda vile vile na science. Aya hii inakubaliana na science. Na hii ni ushahidi mmoja wapo ukawapelekea watu waliosoma hawa sio na katika university, unampelekea hii aya moja tu, atajishika kichwa, atakwambia si maneno ya mchezo. Na ndio maana wa science, wana science wakubwa kubwa wote wanasema Qur'ani si mchezo, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na hapa Mwenyezi Mungu anasema pale, tunasema wana science wanasema sasa ulimwengu unapanuka. Sasa kitu gani kinachosema kinasababisha ulimwengu usisambae? Yaani kitu gani kinachoshika ulimwengu kinavuta, kila kitu kinavutana? Jibu hili hapa, angalia. Jibu hili hapa. Wao bado mpaka leo wanahangaika hawajajua. Wanasema kinachovuta kitu gani? Jibu lake hili hapa. Inna Allaha yumsiku, Mwenyezi Mungu anashika. Yumsiku ndio hiyo force of gravity hiyo. Tunasoma kwenye Qur'ani katika science, force of gravity. Mwenyezi Mungu anashika mbingu na ardhi visiondoke. Hiyo science wanasema force of gravity, kila kitu, manyota manini yote ni kama vile gundi. Hata kipanuka lakini bado ziko pale pale, havikusambaa. Mwenyezi Mungu anasema anashika mbingu
zote na ardhi visiondoke. God prevents the heavens and earth from falling apart. Wala inzalata, na vitu viwili hivyo, samawati wal ardhi, vikiondoka, inamsakahuma, hakuna anaweza kuvishika, min ahadin, kwa yote mwingine, min baadi, yani baada yake hakuna mwingine tena, yeye tu ndo kashika hivyo. Innahu, kwa hakika yeye, kana haliman, mwenye huruma, ghafuran, yani mpole sana, ghafuran, mwenye kughufiria. Kwa kifupi, yumsiku, jibu lia. Kweli kuna mvutano, lakini mvutano hufikii kila kitu kikaganda kama gundi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshika na panua, na ile kupanuka haipanuki mpaka ikikasamba kila kitu. Kwa Mwenyezi Mungu pia ameshika, unaona, ameshika isianguke kila kitu. Kwa hiyo hapa inategemea tafsiri utakavyochukua. Kama ni imsaka, hapa imsiku ni the force of gravity, ambayo ndio inalingana na force of gravity imsiku. Au imsaki nyingine ni ile isitanuke, zisitanuke, zikakimbiana mpaka zikasambaa, zikakimbiana moja kwa moja, jua likakimbia mbali huko, ardhi ikakimbia mbali huko, nyota yetu ikakimbia mbali. Kwa Mwenyezi Mungu ameshika isitanuke, na ameshika visigande, visikaribiane sana. Hivyo ndio naona tafsiri nzuri. Lakini pia inakuja kwamba ni yeye mwenyewe amesema kule katika aya anatanua, na hapa amesema, hapa kuna expansion na hapa force of gravity. Narudia tena, ambayo ndio tafsiri pia nyingine nzuri hiyo. Wa inna la musiun, sisi ndio tuna expand. Wa inna Allah yumsiku, yeye ndio amejalia force of gravity. Kwa imsaka hapa ndio force of gravity, na musiuna ndio expansion of the universe. Unaona? Lakini kwa vyovyote vile hakuna kosa, tafsiri yoyote ile hakuna kosa. Kwa hiyo tunazidi kuelewa aya vizuri unaposoma science. Ukaona history ya wanasayansi wanavyohangaika kuanzia miaka na miaka. Sasa wewe angalia mwaka 1915 ndio mara ya kwanza huyu Einstein anakuja na fikra ya mambo ya ulimwengu kupanuka au kurudiana, yani dynamic. Mwaka 1915, 1917, ngoja niweke hapa, 1917 1917 nataka kutafuta hii Hamilton ambayo tumeshasoma. 1927, samahani, 1915 ndio Einstein anakuja na fikra hiyo, ulimwengu haupo static, yani una harakati. 1927 huyu astrologist Belgian ndo amefanya nayo utafiti wake, anasema ulimwengu ndo unapanuka. Sasa wewe angalia 1900 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja na hii Qur'ani mwaka gani? Miaka 700, yani karne ya 7, samahani, karne ya 7. Sasa karne ya 7 mpaka karne ya 20 zimepita karne ngapi? Na hii inathibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni maneno ya kweli. Karne ya 7 tunaambiwa kupanuka kwa ulimwengu, tunaambiwa habari nyingine hapa za force of gravity. Na haya tunakuja kuambiwa na science. Elimu kubwa kama hizi uzikuta katika Qur'ani ambayo ilishushwa karne ya 7, ni jambo la kushangaza. Elimu za sayansi za karne ya 21 ambazo hazikujulikana wakati huu wa karne ya 7 ni jambo la kushangaza, ni muujiza kati ya miujiza mikubwa. Sasa twende tuzungumzie tena ile namba 19.
Kama tulivyosema hapo nyuma, namba 19 ina maajabu, na hapa tumegusia tu tonye katika bahari. Sasa tutaangalia hii research iliyofanywa na mwanasayansi Muislamu mmoja ambaye ningependa kuwaletea, tuone maajabu katika sura ya Al-Fatiha. Namna alivyofanya research huyo inashangaza. Sijui tuite vipi, ni muujiza au inashangaza. Kwa kweli inashangaza, mimi inanishangaza. Sasa hii ni sura Al-Fatiha, hii nimeiweka hapa. Tunakwenda hapa mbele tuone mpangilio alivyopanga huyo mwanasayansi. Kwanza kabisa amepanga aya kwanza, Bismillahirrahmanirrahim, idadi ya herufi 19 na jumla ya thamani za herufi 786. Hivyo aya ya pili, alhamdulillahi rabbil alamin, idadi ya herufi ya aya hii ni 17 na jumla ya thamani za herufi ni 581. Aya ya tatu, arrahmani arrahim, ina herufi 10. Sasa hii thamani hapa ni kitu gani? Ngoja nielezee. Tulishazungumzia katika video zilizopita, lakini ningependelea tu kugusia hapa. Hapo zamani hao Arabu na mataifa mengine wakati huo walikuwa wakitumia herufi ili kuwakilisha namba. Kwa hiyo alif ndio ilikuwa 1, b ilikuwa 2. Kwa mfano mimi ilikuwa ndo 40, nun ilikuwa ndo 50, sin ni 60, ghaini ni 1000. Yani natoa mfano tu pate kuelewa kwamba walikuwa wakitumia herufi, kwa sababu hizi namba 1, 2, 3, 4 zilikuwa hakuna wakati huo. Wakati huo wa dini ya Kiislamu iliposhuka, mwanzoni kulikuwa hakuna hizi namba 1, 2, 3, 4. Walikuwa wanatumia herufi. Ndio historia inavyotuambia, ndio vitabu vinatuambia kwamba walikuwa wanatumia herufi katika maisha yao ya kila siku kuwakilisha namba. Sasa ukichukua aya bismillahi arrahmani arrahim, ile basmala, ukaangalia ba thamani yake ni 2. Sin bismillahi, kwa hiyo sin thamani yake ilikuwa 60. Mim thamani yake 40. Kwa hivyo ukahesabu aya nzima bismillahirrahmanirrahim, ukajumlisha hizi namba zote, unapata thamani ya ile aya. Na hizi namba hizi zinajulikana kama ni geometrical value. Kwa hao watu elimu ya kisasa wanatuambia zinajulikana kama geometrical value. Hizo namba hizo walikuwa wanatumia kwa ambazo zilikuwa zinawakilishwa na herufi. Na hizi namba zetu hizi za kisasa zinajulikana kama sequential value. Kwa hiyo turudi tena katika sherehe yetu. Kwa hiyo shekhe huyu katupangia namba ya kwanza, katuwekea bismillahirrahmanirrahim na herufi 19 na jumla ya thamani za herufi ni 786. Yani hiyo ndio kuonesha hiyo kahesabu zile geometrical value ya ba, sin, mim, alif, lam, he, alif, lam. Unaona kaunga zote, kajumlisha zote hizi be, sin, mim, thamani yake fuatana hiyo table tuliona hapo, kisha katupa jumla ya thamani za herufi au geometrical value. Sasa kwa nini amefanya hivi? Ngoja tuone hapa mbele amefanya hivyo kwa lengo gani. Nizi hapa tena nimepanga kwa njia hii. Ni sawa sana hii hapa table hiyo. Nimerahisisha kuweka hapa aya kwanza ina herufi 19 na geometrical values zake 786. Hebu tuone kwa nini amepanga hivi. Anataka kutuonesha muujiza mwingine katika sura ya Al-Fatiha. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba amepanga hivi. Unaona hapa moja, hii muujiza wa kwanza huu katika sura ya Al-Fatiha. Namba anataka kuonesha muujiza wa namba 19.
Kwa hii moja hapa ni sura ya kwanza, yani hiyo sura ya Al-Fatiha, na moja ya pili ni namba moja, aya namba moja, mbili aya namba mbili, namba tatu mpaka aya namba 7, kisha kagawanya na 19. Hebu tufanye hivyo, twende katika calculator, naweka hiyo namba, kisha nagawanya na 19. Tunapata namba hapa, unaiona hii namba haina baki lolote. Kuja ni open notepad ili nipate kuikuza hiyo namba, ili tupate kuelewa vizuri zaidi, tupate kuona vizuri, kwa sababu hizi namba ni ndogo sana, hazionekani vizuri. Unaona sasa, hiyo hapa inaonekana vizuri. Kwa hiyo ukigawa ile namba ile aliyotupa huyo shekhe, ukagawa na 19, unapata namba hii. Lakini namba hii nzima imegawanyika na 19 bila kubaki chochote. Hakuna kilichobaki. Hakuna tuseme 591,293 na robo au nusu, kwa sababu kungekuwa na dot hapa alafu kukawa na namba 1 2 3, tayari hii namba imeshakuwa na matatizo. Kufuatana huo mpangilio aliopanga yeye huyo sheikh, kwamba kusio na baki lolote. Ni namba safi, ni namba ambayo inagawanyika na 19, si baki kitu. Ile namba 19 ya muujiza. Sasa unaona hii namba, hii ni sura ya kwanza 1 ya pili ni aya ya kwanza mpaka 7. Sasa hebu tutoe aya moja, kwa mfano aya namba 7. Tukiondoa aya namba 7 tukagawanya, tunapata namba yenye matatizo. Tuka 7 alafu mtu akaondoa moja, tukazipata aya 6, basi zisingegawanyika na ile 19 ya muujiza. Tunapata tatizo. Angalia namba hii, peleka kwenye notepad ili upate kuiona vizuri. Hii namba hii tumeondoa namba 7, yani tumeondoa aya moja. Kwa hiyo tunapata hii doti, yani upati namba kamili, haigawanyiki na 19 kamilifu. Ya namba hii tunapata yani zile fractions kama vile robo, nusu, Sasa tugawe na 19, tunapata pia tatizo. Unaona, tunapata tatizo kwa sababu ukiileta hii hesabu hapa, tunaona tuna hii dot tena, yani namba hii na fraction, tatizo. Hivyo ukiondoa au kazidisha 5 6 7, hii ndio ambayo ndio asili. Hii haina matatizo, angalia, ukigawa haina matatizo. Hebu tuongeze aya moja, tuseme unapata tatizo. Unapata tatizo kwa sababu hupati namba kikamilifu, unapata namba iliyo kamili na fractions. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hii 19 hapa ni muujiza, ni kama ni kipimo. Yaani hiyo namba 19 tulisoma katika sura ya Al-Mudaththir ni kama kipimo cha kupimia authenticity ya hizi aya. Ukapunguza aya au kazidisha, basi haigawanyiki vizuri na 19, inagawanyika na yale fractions, inagawanyika, yani haigawanyiki kamilifu, inagawanyika na vitu vinabaki, yani namba zinakuwa katika fractions. Kwa hiyo kihesabu hii namba, hizi aya 7 ndio hivyo zilivyoshuka, haikuzidishwa, hazikupunguzwa, na kuna mtu aligusa. Hivyo ndio aya hizo ndio zilivyoshuka na ndio zilivyotujia sisi mpaka leo hii. Hakuna aliyeweza kugusa wala kugeuza. Kwa hiyo kipimo hiki kinashangaza, muujiza wa kwanza huo. Kwa hiyo kwa kupimia aya tunapata huo muujiza. Lakini jambo lingine la kuangalia ni kwamba
yeye huyu mwanasayansi huyu kaendelea pia kuunga hizi herufi katika muujiza wa pili, na akapata jibu, na lilagawanyika na 19. Ni muujiza, lakini huwezi kupimia kupungua kwa herufi wala maneno, huwezi kupimia. Wewe hapa unapimia aya, tumepimia aya tu, lakini usije ukajaribu kupimia vitu vingine, kwa sababu utakuwa unafanya makosa. Huwezi kupimia namba hii. Baada ya mimi kuchunguza muda mrefu, nimeona huwezi kupimia namba hii katika maherufi, lakini ni muujiza. Tutaangalia muujiza tu kwamba inagawanyika na 19. Uchukulie hivyo kama muujiza. Hapa namba zote hizi alizoweka hapa chini, tutaona moja moja zinagawanyika na 19, na muujiza mkubwa. Lakini usichukulie kama ni test kutaka kuzipima hizi aya, authenticity ya aya. Hapana, usifanye hivyo. Hii aya hiyo tu, muujiza wa kwanza huu unaopigia mstari huu, muujiza wa kwanza huu tumeona majibu yake unagawanyika na 19, na ukipunguza aya moja tu hapa haigawanyiki vizuri, na kugawanyika na 19 hii unapata namba kamili kama unaiona hapa, namba kamili. Sasa twende katika muujiza wa pili, tuone inagawanyika na 19 kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo ameweka hapa aya ya kwanza, kisha akaweka herufi 19, kisha akaweka herufi 17, kisha akaweka herufi 12. Yani kila aya, unaona, aya 4 herufi 11, aya 5 herufi 19, na aya 6 herufi 18, na aya 7 herufi 43. Akachukua hii namba hii, tunakwenda kwenye calculator, ukagawa na 19, unapata namba safi kabisa, isiyo na tatizo lolote. Yani hakuna fraction wala yani hakuna dot. Unaona kama hapo, unaona hii namba safi kabisa. Ni muujiza, inagawanyika. Umechukua aya na ukachukua zile herufi. Huu ndio muujiza wa pili. Tunaona namba 19 ile ile. Sasa muujiza wa tatu, amechukua namba ya sura. Namba sura ni 1, na herufi idadi katika aya ya kwanza ni herufi 19. Kisha akachukua ile thamani, hizi thamani tulizozungumza, nilisema nitazizungumzia kwa nini amezileta hapa, ameziunga hapa. Kwa hiyo imeka thamani 786. Hivyo hivyo amechukua aya ya pili, aya hii hapa moja, hii samahani, hii moja hapa sio aya, ni sura, ni sura ya kwanza, kisha herufi 19, kisha thamani ya zile herufi 786. Kisha akachukua herufi ya aya ya pili ambazo ziko 17 na thamani yake 581. Kisha akachukua herufi 12 za aya ya tatu na thamani yake 618. Hivyo hivyo mpaka mwisho, anazidi kukuza namba. Namba ya kwanza hii hapa tulifanya utafiti, ilikuwa ndogo. Sasa hii namba kaikuza mpaka imekuwa kubwa, na unaiona namba yote hii. Copy, twende tukaangalia inagawanyika na 19. Ukiweka hapa ukagawa na 19, unapata namba hii hapa safi kabisa, haina matatizo wala haina, yani namba kamili, imegawanyika kikamilifu bila ya kuwepo na fraction yote. Unaona, hamna dot, unaona. Kwa hiyo ni muujiza wa kushangaza. Sasa twende muujiza wa 4. Muujiza wa 4, amegeuza namba hizi namba amechukua kwanza hivi, ngoja nikuonesha hapa. Amechukua namba, amechukua sura ya kwanza, amechukua herufi 19 786, kisha akachukua 17 581, akapata mpaka mwisho akapata namba hii
na highlight upate kuona. Lakini katika huu muujiza wa 4 au ajabu ya 4, ajabu ya 4 ndio kwamba kageuza, kaanzia hapa 169 amekwenda kinyume hapa. Ni kama vile hapa ameanza kichwa, amekuja miguu, sasa amechukua tena kinyume miguu, amekuja kichwa. Amechukua 6900 kisha 43 kisha 1072 kisha 18. Amegeuza ile namba upside down kama unasema Kiingereza. Amegeuza hapo, unaona? Yaani imeanza na 6900 mpaka amekuja sura ameweka hapa. Unaona? Na hizo herufi 19. Yaani imekwenda kinyume. Ukichukua namba hizi kwa gawa na 19 inagawanyika hivyo hivyo kiajabu tena. Inagawanyika bila ya baki lolote. Kwa hiyo namba hii hapa kugawanya na 19 unapata namba hii ambayo inashangaza. Inashangaza sana. Kileta hapa unaona hakuna hata doti moja. Yaani hiyo namba 19 na maajabu yake. Sasa twende namba inayofuatia. Anazidi kukuza tu. Anakuza hiyo namba na inagawanyika na 19. Kwa hiyo kachukua hii namba sasa. Unaona namba hii? Kaweka namba ya sura 1. Kisha akaongeza aya ya kwanza herufi 19. Thamani herufi 786. Kisha kaongeza aya ya pili, aya namba 2 ya hiyo sura ya Al-Fatiha, herufi 17, thamani yake 581. Kisha aya namba 3, herufi 12, thamani yake 618. Hivyo hivyo amechukua amelikuza hilo namba mpaka tumelipata ile namba refu. Lakini ajabu ni kwamba kulichukua hili namba, kuja ni copy hii namba hii refu sana. Huwezi kutumia calculator ndogo ndogo. Nataka uende online, uende katika calculator ya wanasayansi, kuangalia namba yote hii ukagawa na 19, haibaki chochote. Yaani unapata namba inagawanyika na 19 vizuri kabisa. Inagawanyika vizuri kabisa. Unaona? Hakuna dot. Sasa twende tena. Anazidi kukuza tu. Kienda kwenye ajabu ya 6 sasa. Ajabu ya 6 ambayo namba yote hii unaiona ina digits 274. Hiyo namba ina digits 274. Inashangaza. Kwa namba ya sura ameweka hapa. Aya ziko ngapi katika hiyo sura Al-Fatiha? 7. Kaweka namba 7 hapa. Idadi ya herufi namba ya aya, idadi. Kwa hiyo hii sura namba 1 aya ziko 7. Aya ya kwanza hii namba 1 hapa. Kisha herufi ziko ngapi? 19. Kisha sasa nachukua thamani ya kila herufi. Kwa mfano herufi ba, akaenda kwenye hii table hii, ukaenda kwenye hii table, herufi ba ni 2. Kwa hiyo anaweka 2. Anachukua herufi moja moja sasa. Bismillahirrahmanirrahim, yani be, ba. Baada ya hapo kuna herufi gani? Sin. Tuende kwenye table. Sin ni ngapi? 60. Ukirudi pale anaiweka 60. Ameweka 60. Baada ya mnafuatiwa na mim. Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim. Mim ni 40. Kwa hivyo kafanya mpaka mwisho. Mim hii hapa ni 40 geometrical value. Kwa hiyo hili namba ni kubwa kama unaliona la digit 274. Nalo kilichukua hili namba hii ukalipeleka kwenye calculator, maana kile namba hilo ni kubwa kweli kweli. Uweze hata kutumia calculator hizi zetu za mfuko ndogo ndogo hizi. Angalia namba imegawanyika, hakuna tatizo hata moja. Namba hii imegawanyika vizuri kabisa. Hakuna kilichobaki, hakuna fraction. Unaona? Namba imegawanyika. Dot tu, angalia mwanzo mpaka mwisho hakuna dot. Yani angalia. Sasa huu ni muujiza
unashangaza kweli kweli. Mimi nimefanya tu utafiti wangu katika hizi namba za mwanzo, nikaona hizi namba ukipunguza, ukizidisha haigawanyiki kwa 19 kama tulivyoona. Yani inagawanyika lakini inakuwa si nzuri, kuna patikana mabaki fractions. Lakini ukichukua zile 7 tu ashusha Mwenyezi Mungu, basi inagawanyika vizuri sana. Na namba 19 Mwenyezi Mungu amesema ni muujiza. Namba hiyo ni fitna kwa wale makafiri. Mwenyezi Mungu amewapa mtihani kuonyesha haya, na kama hawatasikiliza haya kufuatana na muujiza wote huo. Yani miujiza mingapi katika Qur'ani yote hiyo? Angalia muujiza mwingine huo. Kama bado wanafanya ukaidi, basi fitna juu yao. Yawmul Kiyama wataulizwa. Na wale ambao wamepewa vitabu, wa Kristo, Mayahudi, ni yakini Mwenyezi Mungu amewapa hii ili iwape yakini, iwape yani ile imani iwarudishi, wamkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wana imani, wanaamini Mungu, lakini wafuate dini anayetaka Mwenyezi Mungu. Kisha wale mu'minuna, Waislamu mu'minuna, iwazidishie imani. Katika hiyo aya tumesoma aya samani katika Al-Mudaththir. Haya inazungumza, tumesoma katika Mudaththir, ile aya inazungumzia makundi matatu. Sasa unaona katika aya ya kwanza nimeifanyia utafiti, nimeona hivyo. Lakini katika hizi zingine hizi nyingine nimeona muujiza ni kama inagawanyika na 19. Lakini haiwezekani kuanza kupimia aya hizi zinazofuata, yani muujiza wa pili na watatu na watano na kuendelea. Huwezi kupimia kama vile herufi au maneno, huwezi kupimia. Na muujiza mwingine katika hii sura ya Al-Fatiha ni kwamba herufi ba na herufi mim ambazo mtoto mdogo huzitamka kwa rahisi, herufi hizi zipo 19 katika sura ya Al-Fatiha. Inashangaza, herufi ba na herufi mim. Yani herufi ba zipo 4 na herufi mim ziko 15. Jumla 19. Sasa tukitumia zile hesabu tulizoona katika table geometrical values, ba inawakilishwa na namba 2 na mim ba inawakilisha namba 2 na mim inawakilisha namba 40. Ba inawakilisha namba 2 na mim 40, tunaona hapa. Kwa hiyo kuchukua hizi ba 4 mara 2 inakuwa ni 8, na ukichukua 40 mara hiyo mim 15 unapata 600. Ukijumlisha ba na mim, kama tulivyosema hapa, ba na mim ni 19. Ukijumlisha zile geometrical values unapata 608. Yani ba zile 4 na mim 15, geometrical values yake ukijumlisha ni 608, ambayo ni sawa sawa na 19 mara 32, ambayo muujiza mwingine tunaona namba 19 inakuja tena hapa. Yani namba 19 inagawanyika katika mafungu 32. Kwa hiyo ni la kushangaza. Hii namba 19 tumegusia tonye tu katika bahari na maajabu makubwa. Inashangaza sana. Inashangaza, sijui tuite nini, muujiza, lakini inashangaza kwa sababu hapa tumeona ni kama kipimo cha aya hizi, kupima authenticity ya hizi aya. Lakini maajabu mengine yote tulotaja hapa nyuma, usije ukachukua ukapimia vitu vingine, utakuwa unafanya makosa, utapata makosa, alafu utaanza kujiuliza kwa nini haiji hapa, kwa nini haiji hapa. Na wala usije ukatumia hizi namba hizi kuanza kupimia aya zingine katika Qur'ani.
pia utapata makosa, alafu utaanza kujilaumu, utaanza kulaumu. Hapa nimekuonyesha tu hii, huyu mwanasayansi huyu Sheikh amefanya naye pia amefanya kitu hapa kizuri, tunaona pia ni muujiza. Ametuonesha muujiza katika namba 19. Kwangu mimi naona ni maajabu, inashangaza. Namba inagawanyika na 19 19 19, na kuna sehemu nyinginezo za maajabu zaidi katika Qur'ani. Lakini usichukulie kama ndio kipimo kaanza kupima ovyo ovyo, kwa sababu utakuwa unafanya makosa. Hapa tu nakuonyesha huu tafiti huu nimeuona, alafu nimeuchunguza, nimeona hii ajabu ya kwanza inashangaza hii sana. Hizi nyingine hizi zinashangaza kwa sababu inagawanyika na 19, lakini usipimie maherufi na maneno, kwa sababu herufi na maneno utakuwa umefanya makosa, kwa sababu kuna visomo mbalimbali katika Qur'ani. Kuna visomo mbalimbali vya Qur'ani. Sasa tumeshaelewa haya, muujiza huu namba 19, na tumezungumzia hapa juu muujiza namba 19 katika sehemu nyinginezo. Yani kwa ufupi tumezungumzia nyongeza ya elimu ya embryology, nyongeza katika elimu ya mbingu, heavens, na tumeona haya maneno yanavyowiana, maneno ya karne ya 7 huko yanawiana na sayansi ya leo. Tumeona neno nutfatin amshajin, neno ibara nutfatin amshajin, ibara ma'in mahin, ibara maniyin yumna. Zote tatu hizo zina maana ya tonye la baba lenye mbegu ya X na Y, ambayo ndio semen. Ambayo leo tunaambiwa neno semen, ukisoma katika science unakuta maneno haya yana maana hiyo. Kisha tumeona sulala ndio zygote, nutfa ndio gamete, alaka ndio blatocyst, mudgha ambayo sikuiandika hapa ndio embryo, na kuna research nyinginezo zimefanywa zinashangaza sana. Yani mudgha hiyo iliyokamilika na isiyokamilika, ambayo inalingana kabisa na sayansi ya leo, kwamba kile kitoto bado kiko tumboni, kuna viungo vingine bado havikukamilika. Kakono bado inaonesha alama tu, kuna kakono katatoka hapa, jicho bado hatalionekana vizuri, lakini kuna jicho iliyokamilika na isiyokamilika. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, katika aya za Qur'ani. Nimezungumzia katika video zilizopita, kwa hiyo sitarudia tena hapa. Na hapa tumeona kuhusu kupanuka, yani expansion na force of gravity baina hizi celestial bodies. Tumeona katika mwaka 1998 wana science hawa watatu, Saul Perlmutter na mwingine anaitwa Brian Schmidt and Adam Rees, ambao wame carried out measurements, wamepima vipimo vya manyota masupernova makubwa haya, na wakasema kwamba speed of galaxies, yani hizo galaxies hizo zinakimbiana kulingana na galaxy yetu ya Milky Way, speed ya kutengana hivyo vitu, wakathibitisha kwamba kuna speed, kwa hiyo wakasema kwamba universe is in accelerated expansion, kwamba ina expand
kwa mbio mbio, na kwa hiyo it requires a strictly positive lambda. Hii inajulikana kama ni lambda. Tumeona kwamba Einstein aliongeza hii lambda hii ili kufanya ulimwengu uwe static, ilingane na fikra za wanasayansi wakati huu, wakati ambapo mwanzo alipata hesabu zake, lakini baada ya hapo akaiondoa Einstein hii lambda, akaiondoa. Aliona makosa yake akaiondoa, lakini sasa hivi wamerudisha tena wanasayansi, lakini kwa maana nyingine, maana ya expansion. Kwa hiyo wakasema tutairudisha, lakini tutaifanya strictly positive, kwamba hii ndo dark energy, hii ndo energy ambayo inapanua ulimwengu. Lakini wanasayansi wamesahau kwamba kinachopanua ulimwengu na kinachofanya hiyo force of gravity ni Mwenyezi Mungu, na tumeona katika zile aya za Qur'ani hizi mbili. Turudi katika zile aya mbili. Aya hii Mwenyezi Mungu anasema sisi ndio tuna expand, na hapa anasema sisi ndio tunafanya ile force of gravity. Nimezungumzia vizuri katika hii video huko nyuma, lakini hapa nafanya tu fupisho. Kwa hiyo kama kuna makosa au kama kuna jambo nimesahau, basi tutazungumzia kwa urefu, Mwenyezi Mungu akipenda, katika video zijazo. Kama kuna kosa, kuna jambo lolote ambalo nimelizungumza kwa makosa, basi nitajisahihisha mwenyewe katika video zinazokuja. Kwa hiyo video hii ilikuwa ni part ya 4 au sehemu ya 4, miujiza ya kihesabu katika Qur'ani takatifu. Na tumefanya nyongeza, na tumeona maajabu katika sura ya Mudaththir namba 19. Tumegusia tu tonye katika bahari, na tumeona maajabu humu na sayansi huyu, na namba yake 19 ametufanyia research hapa. Tumeona maajabu yake, namna yanavyogawanyika. Inataka pia kufanya utafiti zaidi. Mungu akipenda, nikipata nafasi nafanya utafiti zaidi katika ajabu. Nimefanya utafiti katika ajabu ya kwanza hii, lakini nataka utafiti vizuri sana katika ajabu ya pili na ya 3 na ya 4 na 5, kwa sababu elimu zetu ndogo, na huu ni muujiza, na muujiza huwezi kuelewa, unageuka. Elimu zetu ndogo, sayansi ni ndogo sana, na Mwenyezi Mungu elimu yake ni kubwa. Kwa hiyo juhudi zetu ni kutaka kuelewa, lakini Mwenyezi Mungu anatupa ile kiasi ambacho anataka yeye. Utaelewa mambo, lakini kuna limit, kuna kipimo. Kwa hiyo tutajitahidi, Mwenyezi Mungu akipenda, tunamwomba tusaidie tupate kuelewa zaidi, kwa sababu nataka kuelewa vizuri zaidi katika huu muujiza wa 2, wa 3, wa 4, kuelewa vizuri zaidi, na muujiza huu wa 5 na muujiza wa 6. Nataka kufanya utafiti vizuri, lakini nataka kuona huenda kuna mengi yamefichikana katika maajabu haya 6, yani katika utafiti huu wa sura ya Al-Fatiha. Huenda kuna mengi yamefichikana, lakini Mwenyezi Mungu akipenda nitajitahidi kufanya utafiti zaidi katika numbers kuanzia ajabu ya 2 mpaka ya 6. Nimefanya utafiti katika ajabu hii ya kwanza na nimeona maajabu yake, lakini kwa kifupi tu muujiza tunaona katika maajabu yote 6 ni kwamba hesabu zote hizi zinagawanyika. Hizi namba zote alizotoa huyu mwanasayansi shekhe huyu zinagawanyika na 19. Huo tu kwanza ni muujiza mkubwa. Sasa wewe angalia namba hii hapa. Hii namba hii ni namba kubwa, inagawanyika 19. Halafu
Ajabu ya pili, katika ajabu ya pili, namba amekuza karibu mara mbili. Unaiona namba yote amekuza, yani mara mbili karibu ya hii. Unaona namba hii hapa pia anagawanyika na 19. Ukienda kwenye ajabu ya tatu, kaikuza tena sana, imekuwa kubwa hii namba, karibu digits 38. Yani namba hii katika majibu tatu na digit 38 kaikuza, amekuza kiasi ambacho unapata digit 38 kwenye namba, lakini ukagawanya na 19 inagawanyika bila tatizo. Sasa ukaenda katika ajabu ya 4, inashangaza zaidi. Hiyo namba hiyo amegeuza upside down, miguu juu kichwa chini, na ikagawa na 19 imegawanyika bila tatizo. Ukienda katika ajabu ya 5, unakuta namba amekuza, imekuwa kubwa sana, ina digits 45. Namba hiyo refu hapo, naiona hii namba kubwa kabisa, hiyo ina digit 45, lakini pia hivyo hivyo inagawanyika na namba 19. Ukienda kwenye ajabu ya 6, amekuza hiyo namba, imekuwa kubwa sana, ina digit 274. Kweli hiyo jambo la shangaza, 274. Namba hiyo hii hapa, namba kubwa kabisa, na namba hii pia inagawanyika na 19 bila tatizo. Kwa hiyo muujiza mkubwa hapa ni kwamba namba kadri alivyoikuza inagawanyika na 19 bila mabaki, yani bila ya fractions, inagawanyika vizuri kabisa kwa 19. Na juhudi nitakazofanya ni kufanya utafiti zaidi na kujaribu namba mbalimbali, ili tupate kugundua mengine zaidi na tupate uhakika zaidi, tupate uhakika zaidi wa utafiti huu. Lakini mimi nimefanya utafiti wangu katika hii namba ajabu ya kwanza hii, nimeona inashangaza. Hapa nimepata kitu katika hii namba ya kwanza, hii ajabu ya kwanza, nimeona inashangaza kwa sababu ukichukua namba hizi, aya hizi, sura ya kwanza kisha aya hizi 7, basi zinagawanyika na namba 19 vizuri. Lakini ukipunguza namba moja tu, aya moja tu yoyote hapa au zozote zile, ukagawa na 19, hupati jawabu lililo safi, yani unapata namba na fraction. Kwa hiyo nimeona hii, nimefanya utafiti katika hii ajabu ya kwanza, nimeona inashangaza sana. Nimeona inashangaza sana kwa kupimia hizi aya. Ukipunguza aya au ukizidisha aya hapa, ukazidisha tu au ukapunguza, basi unapata jawabu lisilo zuri, yani unapata namba isiyokuwa kamili, unapata namba na mafraction. Kwa hiyo ajabu ya pili, ya tatu na nyinginezo zinashangaza kwamba inagawanyika na 19. Pia ni muujiza. Lakini kama kuna mengineyo yamefichikana au kama kuna jambo lingine lote la kutuzidishia imani, basi inshallah nitafanya utafiti. Nikipata lolote ile, basi nitajulisha katika video zinazokuja. Kwa hiyo kwa kifupi, nimekwisha kuzungumzia na nimesharudia karibu kila kitu katika video hii, na kama kuna kitu kingine nitagundua au kama kuna kosa nimelifanya, basi nitajisahihisha katika video zinazokuja. Kwa hiyo kwa leo naishia hapa, na waacheni katika amani ya Mwenyezi Mungu, na ninakutumieni salamu na rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikieni popote pale mlipo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.